Ni katika uwanja wa Sam Ololo hapa Eswatini, ambapo mazoezi ya mwisho ya kikosi cha Simba yakiwa yanaendelea hapa katika dimba hili tayari kabisa kuelekea kesho katika mchezo wa ligi ya mabingwa Afrika, ikiwa ni hatua ya pili ya awali ambapo Simba atacheza dhidi ya Nsingizini Hotspur ambao ni wenyeji kutoka katika nchi hii hapa ya Eswatini. Mimi ni Mohamed, kwa sasa niungane na baadhi ya Watanzania ambao wamesafiri kutoka umbali mrefu na kuja hapa kwa ajili ya kuisapoti timu yao kuweza kupata ushindi. Kipi hasa ambacho kimekuvuta kusafiri umbali mrefu mpaka hapa kuja kuisapoti timu yako? Mimi naitwa Selemani Kirua. Simba ni klabu kubwa na mashabiki wake ni watu wakubwa pia, kwa sababu sasa hivi tuna uwezo wa kuweza kusafiri popote pale barani Afrika kwa ajili ya kuja support timu yetu. Kwa Simba tumeingia hapa mara ya mwisho, hii timu tumeiona ikiwa Francis Town inacheza na Simba Bora. Timu ya Nsingizini ni timu nzuri, lakini kimsingi kwenye qualities Simba tumewazidi mbali sana. Kwa hiyo tunategemea ushindi kesho tukicheza na huyu Nsingizini kutoka hapa Eswatini. Kikosi cha Simba kimebadilisha mwalimu ghafla, kina mwalimu mpya ambaye hana hata wiki tatu kwenye timu. Mabadiliko hayo hayawezi kuleta athari yoyote kwenye timu? Kimsingi ni mambo ya kiufundi na nadhani benchi la ufundi linaweza likazungumzia zaidi hiyo hapo, lakini kwa kuangalia tumemwona huyu kocha tangu akifundisha Gaborone United kule, tumeenda Francis Town, tumemwona ni mtu ambaye anapenda speed, na wachezaji wetu kwa sababu tayari wameshaunganika na timu inajengwa, naona kabisa tunaelekea mafanikio. Sioni kwamba kutakuwa kuna kikwazo kikubwa cha kuona kwamba kuna mwalimu mpya na wachezaji wakaona kwamba labda wakazembea. Hapana, lakini nilichokiona kwenye mazoezi hapa, mimi na wewe ni shahidi kwamba wachezaji wameonyesha morali wa kiwango kikubwa kuelekea mechi ya kesho. Tutegemee kuiona Simba ikianza safari ya kwenda hatua ya makundi kesho, inaweza kupata ushindi hapa ugenini, au unafikiria kuna matokeo mengine yoyote yanaweza kutokea? Huu ni mpira, lakini sisi kama mashabiki na kama timu, mipango ya timu ni kwamba tunategemea kupata ushindi kesho. Hiyo habari ya kusema tutafungwa au tutatoka draw, hiyo haiko, kwa sababu mategemeo yetu mashabiki pamoja na wachezaji na viongozi ambao wamefika ni kwamba tupate ushindi na tuelekee makundi, kwa sababu Simba quality tulionao sasa hivi sio kuishia makundi au kuishia robo finali. Sasa hivi tunahitaji kwenda nusu finali, klabu bingwa mpaka finali na baadaye kuchukua kombe. Timu ya Nsingizini ni timu ya namna gani kwa vile ambavyo ukiangalia ligi hapa ya MTN ikiwa inaendelea? Ni siku ya kesho Simba anafanya mazoezi tu. Sio kwamba eti tuna mechi hapa ya kesho kukamia. Sisi tutakuwepo hapa kuisupport Simba, kushangilia mwanzo mwisho, lakini tunaamini kesho watakosi magoli kuanzia 4 hapa. Sababu sio timu ya kuitisha, yani kwamba ya kutisha. No, ni ya kutisha kwa ligi ya hapa. Ligi yetu sasa hivi tukizungumzia ligi ya Tanzania ni nafasi ya 5. Huwezi kufananisha na ligi hapa ambayo haipo hata kwenye hata nafasi yote unaweza kuzungumzia. Tukizungumzia timu kama ya Simba nayo inashika nafasi ya 5 kiafrika. Kwa hiyo hawa tunajua ni timu ndogo, watakuwa wamekuja wamejipanga kiasi kwamba ni wazuie tu, ila watazuia lakini bado watafungwa tu. Kwa uzoefu wako wa hapa, Nsingizini inaonekana na timu ya kawaida, lakini kwenye peji zao tukipita tunaona ina mashabiki wengi. Vipi kesho, kwa uzoefu wako unategemea watakuwa na mashabiki wengi wa kuweza kujaza uwanja huu? Unaona impression ya kwenye mitandao ya kijamii na kawaida ni vitu viwili tofauti. Ya hata sasa tulikuwa tunaona hivyo, wakazi wengi hapa sio wale watu wa kusema naenda uwanjani. Sio watu wa vile. Yaani unaweza ukashangaa kesho hapa Watanzania tulikuwa wengi kuwazidi hawa. Unaweza kukumbuka tulivyoenda Stellenbosch Dabeni, nini kilitokea? Watanzania tulikuwa wengi kuliko hata wao. Na sisi tulilipia tiketi lakini sisi tulikuwa wengi. Hapa angalia, tuna Watanzania wanatoka South Africa, kuna Watanzania wanatoka Mozambique, kuna Watanzania wanatoka Lesotho. Tutakuwa wengi kesho. Mimi najua watu hapa sio wapenzi sana kwenye hivi vitu. Sababu sio tu kwamba wapenzi, ni hali ya uchumi ya kwao sio nzuri. Sio kwamba basi kesho watakuwa wengi, no. Sisi tutakuwa wengi na tunategemea ni kesho hapa itakuwa shangwe kubwa sana. Yeah. Mashabiki wa soka wa Tanzania, unawapa neno gani la kuwatoa hofu kuelekea katika mchezo wa kesho? Kwanza tunaiamini timu yetu. Tunaamini tumefanya usajili mzuri. Tunaamini timu yetu inaenda kwenda kufanya vizuri. Pamoja tuko na kocha mpya huyu, lakini tunaamini kesho tunaenda kufanya vizuri. Kikubwa sisi kama mashabiki tunatakiwa tujitoe, tushangilie timu yetu mwanzo mwisho. Yaani hatutakiwi kukaa kimya, tunatakiwa tushangilie mwanzo mwisho. Tukishangilia sana, timu yetu itajiona kama ipo Tanzania na wakati tuko ugenini. Sababu kesho hapa tulipo sio kwamba wao ni wenyeji hapa. Hata wao wanakaa hapa masaa mawili kutoka hapa. Na Simba nayo hapa sio wenyeji. Kwa hiyo kesho hapa wote ni wageni. Kwa hiyo kesho ataye win hapa ni mtu atakayekuja na mashabiki wake. Kwa timu hii masaa mawili kufika hapa manake sio wenyeji hapa. Kwa hiyo sisi tukija na mashabiki wetu wa kutosha tukajaza ile eneo, kesho timu yetu itajiona kama iko hapa.
Yaani tutajiona kama hapa tuko nyumbani. Na hatuna hata wasiwasi. Mashabiki wa Simba sehemu yote sisi tunaona kama tuko nyumbani. Tutakwenda kushinda mechi na tutajaza huu uwanja na tutashangilia mwanzo mwisho.